Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka. Wewe ni baba yangu, wewe ni Mungu wangu, wewe ni mfalme wangu. Asante ni kwa sababu katika upendo wako Bwana uliniona. Katika upendo wako Bwana ukanichagua. Katika pendo lako Jehova ukanifanya kuwa mtumishi na ukanituma niende nikaweza kuhubiria watu wengi katika ulimwengu, nikiwaelekeza na kuwaonyesha mapenzi yako katika maisha yetu. Asante ni kwa sababu ya upendo wako umenipa kibali ya kuitwa mwana wa Mungu, na ukanipa kibali ya kupokea ufalme wa mbinguni. Umenisamehe dhambi zangu, umeniokoa katika dhambi, umenifanya mambo yote mfalme. Na hivyo ndivyo Bwana, ninatamani sana watu wengi wanaotusikiliza, wale tunaohubiri injili ya kweli ile inamhusu Kristo Yesu, yule tunahubiri juu yake, kwa sababu yeye ndiye ameandikiwa katika neno. Ninawaombea wote waweze kumtambua na kumjua, ndio wengi waweze kuondoka katika maisha yao, katika hali zao, katika pendo lao, katika Bwana kazi zao, ndio waweze kujua ya kwamba yeye ndiye mwanzilishi wa kazi njema ndani ya mioyo yetu, ndani ya maisha yetu, na yeye ndiye alitangulia kutuonyesha na kutufundisha na kutuelekeza mapenzi ya Mungu Baba mwenyewe kulingana na vile apendavyo. Na kutukuza wewe Baba, umetia nguvu na uwezo na mamlaka ndani yangu ya kunena mausia yako, kunena mapenzi yako, kunena kazi yako mtakatifu, pasipo kazi ya mwanadamu wala pasipo matendo yetu Jehova. River canto riboria grabazeketa. Liberty did I Father Jehovah, grow mastrilia diversity did I Father Jehovah Jire. Enturia bia grabagande siminity did I Father Jehovah God. Ni kwa uwezo wako Bwana sisi tunafungua midomo yetu mfalme, tunanena pendo lako na tunanena Bwana Jehovah Jire mpango kulingana na mpango wako Jehova. Pokea sifa ni kwa sababu ya neno lako. Pokea sifa ni kwa sababu ya mapenzi yako. Pokea sifa ni kwa sababu ya mwongozo wako mwema. Ninakutukuza na ninakuinua nikijua ya kwamba kwa kila jambo wewe Bwana Jehovah Jire umenitangulia, ndio uweze kutimiza yote Bwana kulingana na vile upendavyo. Ninakushukuru na ninakuinua kwa nguvu na kwa mamlaka yako yote Bwana, ni kwa sababu umetupanua katika uwezo wote wa neno lako. Umetupanua katika uwezo wote wa Roho wako Mtakatifu. Umetupanua katika uwezo wote wa kumjua Kristo na kazi yake. Umetupanua katika Bwana Jehovah Jire uwezo na ushirika pamoja nawe Kristo, wa kutambua na kuelewa vile Bwana Jehovah Jire wewe unavyohitaji mwanadamu aweze kufanya, kukaa na hata kuamini. Asante Mungu wangu, sababu ya kufungua macho yangu ya rohoni, ukafungua akili zangu, ukafungua Bwana Jehovah Jire moyo wangu, na ukanifungua Bwana ndio niweze kuelekeza mahali popote wewe upendavyo. Asante Mungu kwa sababu ya haki na utukufu wako, na ni katika jina lako Yesu Kristo ninaomba na tunaamini. Amen, amen, amen. Leo nataka jana niliweza kuwa katika piruka ya sawa ya kwenda kutafuta chakula jana jioni. Na wakati ule nilipokuwa katika hizo piruka nilikutana na mtumishi mmoja, tulikuwa tumepatana naye miaka na huko nyuma, miaka kadhaa kidogo. Na wakati tulipokuwa tunashuhudia kazi ya Kristo vile ametufanyia, kuna neno moja hiyo mtumishi aliweza kuniuliza. Na aliniuliza jambo moja, akaniuliza, Sunday, katika kanisa yako kazi ya Mungu iliendelea vyema? Nikamwambia kabisa, Mungu alifanya kazi yake kwa watu wake. Na yani kabla nimjibu, yeye aliniambia kwangu Mungu alishuka, Roho akashuka na Yesu akashuka. Alafu akaniambia na niliona mkono wa Bwana
wa miujiza na maishara, wakati Roho wa Bwana aliwashukia watu wale. Nikamwambia hivyo ni vizuri na ni vyema wakati kama Mungu akitenda kazi kama hiyo. Na nikawa na hofu ndani ya moyo wangu, kwa sababu kuna jambo moja niliweza kutambua na niliweza kujua. Watu wengi na watumishi wengi hawajatoka katika nafasi ya kumgoja Mungu atende matendo. Hawajafika katika nafasi ya kutambua Kristo alimaliza kazi yote wakati alipofika katika na wakati wa kufa katika msalaba. Yesu Kristo wakati katika kitabu ya John, Yesu Kristo alifika katika nafasi ya kusulubishwa. Na hiyo ndio ilikuwa mwisho wa kazi ya Kristo Yesu hapa ulimwenguni. Nashukuru Bwana kwa sababu ya kufanya niweze kutambua mambo kama yale in gospel books. Gospel books inanena kuhusu ile kazi Yesu Kristo alinena yale yote amekuja kuyafanya. Nishike vizuri, yale yote alikuja kuyafanya katika aliyaongea katika gospel books. Na Old Testament yote, prophets, psalms, na hawa wengine hata yani tuseme our forefathers waliongea kuhusu kazi ya Kristo Yesu ile alikuja kuifanya katika yani wao walikuwa wanaongea ile kazi atakuja kufanya na kusimulia yeye ni nani, hata kama wao wenyewe hawakumtambua. Walikuwa wananena juu ya mtu, baada ya dakika kidogo wanaulizana, ni nani huyo tunanena juu yake? Huyo ni nani? Walikuwa na tamaa sana ndani yao ya kutaka kujua ni nani huyo. Wakati wowote, hata wakati ule Musa alikuwa anaambia Mungu, nataka kukuona, naye Mungu akamwambia, hautaniona, sababu hakuna mtu ameniona anaishi, lakini nitakuweka kwa jiwe, nikusukumie katika jiwe, na wakati utakuwa katika hali ya kuingia katika hiyo jiwe, yani ukirana rekejiwe na gikoyo, ninguguthinikira ihiga-ine, guhinyiriria ihiga-ine. Yes. Na wakati utakuwa hapo, nitapitia mbele yako, lakini utaniona tu mabega. Yes. Nashukuru Bwana sana, wakati ule Roho wa Bwana aliweza kunifafanulia kusukumiwa ndani ya jiwe, katikati ya mawe, na kuonyeshwa upande mmoja wa Mungu. Wakati nilipojua hivyo, nilishukuru, sababu nilikuja kutambua Mungu alikuwa anaambia Musa, hauwezi niona, wakati wako wa kuniona kwa wewe haujafika, na sio wewe utaniona, lakini utaona pande yangu moja, bega yake. Bega yake means the row. Bwana asifiwe. Utanitambua tu katika upande mmoja, na huo upande ndio utaelekezea watu, ndio utafundisha watu. Utanena kile umekiona kwangu. Na ukweli, wakati Musa alipomuona Mungu katika bega yake, nyakati hizo ndio aliweza kuleta
the law, sheria ile aliongoza watu nayo katika ulimwengu tulio ndani yake wakati huo wa mababa wetu. Prophets walinena sana, prophet and law, sheria na manabii kulingana na neno katika kitabu ya Romans. Katika kitabu ya Romans, wacha tu nifungue hata kama inanena kapati kidogo tu. Ati manabii na sheria, Roman, katika kitabu ya Roman Roman 3 mstari wa 21 inasema, nitakuonyesha mahali ninataka uweze kupata bua kulingana na vile Mungu Roho wa Bwana anavyotusaidia, anavyofanya kazi ndani yetu. Katika hiyo Roman 3:21 nilikuwa nimefungua Kikuyu, inasema ya kwamba, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law. Hapo ndipo niko na haja nayo, being witnessed by the law and the prophet. Ati wacha nisome Kiswahili. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Kwa hivyo kuna kitu tunapokiita Torati na manabii, walishuhudia. So kushuhudia ni kusema ya kwamba walimnena, walisungumza juu yake. Nani huyo? Hawakumtambua huyo, hata Musa hakumtambua huyo, hata Adam hakumtambua huyo, hata Abraham hakumtambua. Yes, lakini wao ndio walikuwa chanzo cha kumnena na kumtambulisha katika ulimwengu. Ni nani huyo? Our Christ Jesus, our Savior Christ Jesus. Old Testament yote ilimnena, lakini haikumtambua, haikumelewa, haikumjua, haikumuona. But katika kitabu ya Matthew, Mark, Luke and John, Christ mahali pale akanja sasa katika mwili wa mwanadamu. Alikuja kutoka mbinguni akiwa Mungu, akashuka ulimwenguni akiwa Mungu, ama Mungu akamtuma Mungu katika ulimwengu akiwa Mungu, akamvaa mwili wa mwanadamu akiwa Mungu. Mwili wa mwanadamu ukafunika uungu uliukaa ndani yake, uwanadamu nao ukaonekana kama vile nilivyo siku ya leo. Ati mtu akutaka kusimulia juu yangu, atanisimulia kulingana na vile anavyoniona. Udani wangu anaweza unena baada ya kuongea kwangu, asikie kama nimenena ya nani ama nimesimulia ya nani. Bwana wasifiwe. Sawa. Yesu Kristo wakati alipokuja hapa ulimwenguni, aliwachagua mitume wale 12 ndio aweze kuwa na makutano ya watu pamoja na wale akiwa anaandamana na wale wanafunzi 12. Mungu akawachagua watu wa kuandamana pamoja naye. Na wale aliyowachagua, hakuwachagua kwa sababu wameokoka. Hapana. Mitume hawakuwa wameokoka. Mababa wetu wa zamani, akina Abraham na wale wengine, akina Adam na akina Moses na akina nani, hawakuwa wameokoka. Sababu ni moja. Wakati tunapolisoma neno tunaona ya kwamba wokovu ulipatikana kutoka kitabu ya Acts.
Wokovu haukupatikana katika Matthew, Mark, Luke and John. Yale mengi yanayopatikana katika hizo vitabu ni akina miujiza na maishara na mauponyaji. Hizo zinapokelewa na mtu yeyote na zinafanywa na mtu yeyote. Zilikuwa zinafanywa mpaka siku ya leo. But kuna kitu kimoja kilifichwa, gospel books, salvation that was in Christ. Wokovu ule uliokuwa umefichwa ndani ya Kristo. Na nikisema neno kufichwa, hinde ndio ilifanya hata watu wa Old Testament wakose kumtambua, kwa sababu alikuwa amefichwa. Walinena kuhusu parables, walizungumzia kuhusu parables. Zile zilikuwa zinasimama katika mwanya wa kumnena yeye, hata kama hawakumtambua na hata hawakujua jina lake. Wengine mtu kama Musa katika Genesis 1, Moses alimuita light. Yes. Genesis 2 akamuita mti wa uzima, tree of life. Chapter 3 akamuita akamsungumza tukafika mpaka katika Noah akamuita Noah's Ark. Bwana asifiwe. Ark akamuita Ark. Yani aliitwa majina, types and shadows. Aliitwa majina, hakutambulika ni Christ ama ni Yesu. Musa hakuweza kumsema Christ, hakuweza kusema hiyo neno. Alimtambulisha kwa vivuli. Bwana asifiwe. Namshukuru Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati alipokuja katika New Testament, Matthew, Mark, Luke and John, aliweza kumtambulika kama mwana wa Mungu, the begotten son. Hallelujah. Matthew, Mark, Luke and John alitambulika kama a begotten son, the only begotten son. Katika Matthew, Mark, Luke and John alikuwa only begotten son. Bwana asifiwe. Kwa nini? Sababu in Matthew, Mark, Luke and John hakuna mtu hata mmoja aliokolewa ama akafanywa kuwa mwana wa Mungu. Kwa hivyo Yesu alikuwa tu peke yake kuwa mwana wa Mungu. But wakati tumeingia katika Act, kutoka John tukaingia Act, Yesu hakuitwa tena begotten son, the only begotten. Why? Because wakati alipokufa katika John, kitabu ya John mwisho, akafa, akazikwa na akafufuka the third day, aliweza kwa katika kitabu katika neno linasema ya kwamba aliwafanya watu kuwa wana wa Mungu. Hayo yalinenwa John, akina John 1, yani kitabu ya John, vile kazi ile Yesu alikuja kuyafanya, hata kama haikufanyika katika hizo vitabu hizo zote from John kurudi nyuma mpaka Genesis 1 na huko, ama mpaka Exodus. Na nashukuru Bwana sana kwa sababu katika kitabu ya Act, hapo ndipo watu, hata mitume walifanya nini? Hata mitume waliweza kugeuka. Hapo ndipo mitume waliamini wakati walipopokea Roho Mtakatifu wa Mungu katika mioyo yao, katika maisha yao. Bwana asifiwe.
Na wakati ule walipokuwa Yesu alipokuwa katika ulimwengu, hakuna mtu hata mmoja aliokoka, hata mmoja. Kwa sababu katika kitabu ya Matthew, Mark, Luke and John, Yesu hakuokoa, lakini aliponya. Aliwaelekeza katika neno. Na kuna mahali alifika akawaambia katika neno la Bwana, yale sijawaambia ndio mingi, sababu kwa wakati kama huu hata nikimzungumzia hamtaelewa. Mtakuja kuyajua baadaye. Baadaye hiyo ni gani? Baada ya kupokea Roho Mtakatifu wa Bwana. Na tunaona Roho alipokelewa katika kitabu ya Acts. Bwana asifiwe. From Act 1. Leo nataka kuzungumza tu. Bwana asifiwe. Nataka tuzungumziane tu hivyo. Na katika hiyo kitabu ya Mark ya Act 1, ninaona katika neno Yesu akawaambia ya kwamba ya Act 1, Yesu katika hiyo kitabu ya Act 1, nataka niguze tu kama mstari mmoja hapo na Act 1. Act 1, nisome from mstari wa 4, vile alisema, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he, you have heard of me. Ate hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Jerusalemu, bali waigoje ahadi, the promise. Yes. Aliwaambia msitoke pale, mkae Jerusalemu mpaka mpokee ahadi, the promise. Mwigoje ahadi ya Baba, ambayo mulisikia habari zake kwangu. Bwana asifiwe. Na wakati ule alikuwa anasema hivyo, alikuwa sasa wakati watapokea yule Roho, yule Roho aweze kuwa msaidizi wao katika kufanya ile kazi. Sababu neno linatuambia ndio mtu aweze kujulikana yu ndani ya Kristo na Kristo yu ndani yake, ni lazima awe na Roho Mtakatifu. Wameambiwa mkae pale. Kwa nini? Sababu hawakuwa na msaidizi, hawakuwa wamempokea Christ, hawakuwa wamepokea Roho, hawakuwa na kiongozi, hawakuwa na mtu na kitu chochote cha kuwasaidia. Number 8 inatuambia number 8 inatuambia, wacha nianzie number 7. And he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father had put in his own power. Usijali na hiyo. Number 8. But you shall receive. Hiyo ndio niko na haja nayo. But you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnessed unto them, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Kwa hivyo watahubiri wakati gani? Watahubiri Yerusalemu, Judea, Samaria na ulimwengu, na katika ulimwengu wote wakati watampokea Roho yule Mtakatifu. Kwa hivyo pasipo Roho Mtakatifu, na ndio tunaona Matthew, Mark, Luke and John hawakuweza kufanya kazi ya Mungu
fule na katika kujitoa maishani mwao, ni kwa sababu Yesu Kristo hakuwa amekufa. So kufa kwa Kristo Yesu ndio njia, rango na utumishi kamili wa kufanya kazi ya Mungu. Kufufuka kwake Kristo Yesu alifanya mwanadamu aweze kupokea mandate, kana akapokea uwezo na nguvu na mamlaka ya kuweza kuhubiri neema ya Kristo kulingana na mpango wa Mungu. Wakati walikuwa hawajapokea yule Roho, hakuna mahali walihubiri ikajulikana ya kwamba watu wameokolewa. Lakini wakati mmoja walienda wakasema ate tulikuwa tunafukuza mapepo na wanatoka. Tulikuwa tunawaombea wanaponywa ya magonjwa. Kristo alikuwa anazungumzia juu ya uponyaji wa mioyo ya watu. Juu ya uponyaji wa mioyo ya watu kutokana na dhambi. Ile haikupatikana kwa mwanadamu kwa sababu ya kutenda kwa mwanadamu dhambi. Ilipatikana ile dhambi, damu ya mwanadamu kwa kutenda kwa mtu mwingine. Bwana asifiwe. Tukaje sisi tukahesabiwa kuwa wenye dhambi, sio kwa sababu ya dhambi zetu sisi, ila ni kwa sababu ya dhambi ya mtu mwingine. Bwana asifiwe. Na ndio tunaona katika kitabu ya Romans Roman 5 ati kwa mtu mmoja sisi tukahesabiwa kuwa wenye dhambi, kwa mwingine mmoja ile dhambi ikaondolewa katika maisha yetu. Mmoja akatuletea dhambi, mwingine mmoja akaichukua. Mmoja akafanya tuweze kuitwa wenye dhambi, yule mwingine mmoja akatuondoa katika ile dhambi na tukaitwa righteous, wenye haki. Adam akafanya tuweze kuwa ndani ya dhambi, Christ akatufanya kuwa nje ya dhambi. Kifo kiliwatawalia watu from Adam to Moses. Kuna kitu mahali pale nataka tuone. Ati kama kifo kilitawalia watu from Adam to Moses, na unajua Moses alitawala mpaka kitabu gani? Ni wega Adam atawalile Matthew, Mark, Luke and John. Neno linasema Yesu Kristo akazaliwa chini ya sheria na akatawaliwa na ile sheria mpaka wakati ule Yesu alikufa. Neno linasema akawa mwisho wa sheria katika kitabu ya Roman 10:4. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Yesu ndiye alikuja kufikisha sheria mwisho. Yesu mwenyewe alikuja kufikisha sheria mwisho, na sheria iliwatawalia from Adam to Moses. Bwana asifiwe. Na Matthew, Mark, Luke and John, hata wao, hata akina Petro, walikuwa under the law. Christ alizaliwa under the law, alitawaliwa na sheria mpaka wakati ule yeye mwenyewe aliimaliza. Hebu nikuulize, watu wale walitawaliwa na sheria kulingana na neno, walikuwa wafu ama walikuwa uhai? Walikuwa na uhai ndani yao, walikuwa wafu, because neno linasema from Adam to Moses death reigned. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kifo kilitawala.
Kwa hivyo watu hao hawakupokea uzima, hawakupokea uhai, walikuwa chini ya kifo, walikuwa chini ya mamlaka ya kifo. Kwa hivyo hata wakati akina Petro walikuwa pamoja na Kristo wakifuata Kristo, kile kilikuwa utawala ndani yao kilikuwa kifo. Na ndio Petro alikuwa anapingana sana na Kristo, kupinga kazi ya Kristo. Ndio unaona hata huyu alimsaliti kwa sababu kifo kilikuwa ndani yake. Haleluya. Yes. Nani alimkana sababu kifo kilikuwa ndani yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Nashukuru Bwana kwa sababu mambo mengine tusiposoma neno na tuwe na watu wa kutufafanulia vyema, tutakaa katika udanganyo katika mawazo yetu. Nashukuru Bwana wakati ninapotazama neno. Na wakati ninapotazama neno, ninaangalia, ninaona from act. Wakati ule Kristo Yesu aliwaambia mkae Yerusalemu ndio muweze kugojea the promise ile mlisikia nikizungumza juu yake. Yeah. Na wakati walipokuwa mahali pale wakigojea, tunaona katika Roman 2 ati Roho Mtakatifu aliwashukia kama ndimi za moto, kama ndimi za moto, sikaingia ndani yao. Na wakaanza kuongea katika lugha mpya, lugha new tongues, wa kila mmoja wao mahali walipokuwa wamekusanyika, kila mmoja aliongea na new tongues, na lugha mpya. Bwana asifiwe. Ile iliyokuwa ndio msaada ama ndiye promise, ile ilikuwa imenenwa itaweza kuwasaidia. Na from there, wakati walipoanza kuendelea na kuhubiri, tunaona hata vile akina Petro walienda katika Beautiful Gate, tunaona vile waliponya akina Petro waliponya yule mtu alikuwa hana macho, yani mambo kama yale. Yule alikuwa katika Beautiful Gate kiwete, na kazi ya Mungu ikaanza kufanyika kwa sababu wamepokea msaidizi. Bwana asifiwe. Haleluya. Na wakaweza kuwa na nguvu na uwezo na mamlaka, wakafanya watu 3,000 wakiendelea tu kuhubiri, watu 3,000 wakaokolewa. Watu naona kwingine watu 500 wakaokolewa, sababu yule msaidizi ndiye Roho Mtakatifu. Kunaye yule anayesimamia, na ndiye Christ Jesus. Yule Roho aliyeingia ndani yetu ni mwana wa Mungu. Yule alikuwa amembeba yule Roho Mtakatifu, akaingia naye ndani yao. Kazi ile aliyokuwa anaitenda akiwa mwenyewe, akaanza kuitenda akiwa ndani yao. Akiwa ndani yao akaitenda. Bwana asifiwe. Hapa ndipo niko. Yesu Kristo wakati alipoanza kazi ulimwenguni pamoja na watu, hakufanya ile kazi nje yao. Wakati ule Roho alipoingia ndani yao, Kristo Mungu Roho aliingia ndani yao. Na wakati alipoingia ndani yao, alianza kutembea pamoja na wao. Neno linasemaje katika kitabu ya Matthew 28:20? Nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Wale wote mtakao waombea, watakao sikia lile neno, waliamini, wataokolewa. Bwana asifiwe.
Yesu akawapromise, akawaambia, na nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. So nasema nini? Wakati Kristo Yesu alipoingia ndani yangu katika kuamini neno, lile neno likaingia ndani yangu, lile neno likafanyika kuwa roho ndani yangu. Yesu Kristo, Mungu, wote wakaweza, na ndio unasikia tunaitwa the temple of God. Temple. Mungu ni watatu ndani ya mmoja. Kwa hivyo kama God, our Father ako ndani yangu, the Holy Spirit and the Son wako ndani yangu. Bwana asifiwe. Niliwapokea wakati ule nilipoamini. Na wakati walipoingia ndani yangu, kulingana na kitabu ya John, Bwana asifiwe, ati tutaingia ndani yako na tutatengeneza kituo ndani yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu wakati alipoingia ndani yako na ndani yangu, hakuna nafasi ingine. Alisema nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Nitakuwa Mungu wenu na nyinyi mtakuwa watoto wangu. Bwana asifiwe. Kama vile mimi na mama yangu na baba yangu hatuwezi toanishwa. Hatuwezi. My DNA na God na my father DNA is one. Nayo hii DNA yangu na DNA ya God inakujia wapi ndio niweze kuwa one? Inakuja wakati ule nilipompokea Roho Mtakatifu. Na nikawa kutoka hapo wakati nilipoamini, nimemamini Kristo. Yenyewe damu yangu na ya mama yangu na baba yangu ndio moja. Katika physically igethimwo nama thakame yakwa na ya Ngai uguo ndiroiga ndingioneka. No thakame yakwa na ya mami na ya baba sina chembe imwe. Na riu niguo hote kuga ati thakame yakwa na ya Ngai kana nie na Ngai turi umwe na DNA yakwa na ya Ngai ni imwe ni hindi iria ndetikirie kiugo kiu kia Ngai. Liria ndagitikirie thiini wa ibuku ria Johana 1 iroiga atiri, nao aria othe metikirie nio matwikire ciana cia Ngai iria itaciaritwo na mwiri kwenda kwa mundu ona kana thakame, tiga o Ngai aria othe metikirie. Kwitukira gwitikia. Hallelujah. Mubire wakwa wothe wana thiini ukihanana na wa Kristo. Hindi iria ndetikirie wira uria Jesu Kristo arutire, atiririo kire thi akorire ndi mukuo ni undu wa mehia, akikua ni tondu wa mehia makwa. Hindi iria ndetikirie akue ni tondu wa mehia makwa. Hallelujah. Gwitikia kou tu kiumbe gugituma nduo mwana wa Ngai. Na hau neho Kristo atigire gutwika only begotten son. Tugitwika twi hamwe family of God. Tondu onanie ni ndatwika mwana wa Ngai. No aria othe mamwitikirire nio ahotithirie gutwika ciana cia Ngai. Thini wa New Testament, from Acts, tugitiga gutwika
Jesu agitiga gutwika to only begotten, tugitwika family wakati tulipopokea Roho Mtakatifu wa Mungu, wakati tulipokea zeal ile tulipokea through faith, believe. Wakati tulipoamini tulifanyika kuwa wana wa Mungu. Kristo akaacha kuwa tu mwana peke yake wa Mungu, akanifanya hata mimi kuwa mwana wa Mungu. Alisababisha hata mimi niweze kuwa mwana wa Mungu. Kwa hivyo mimi na Kristo, wewe na Kristo umeamini, tukafanyika kuwa the family of God. Hallelujah. But through Christ, hederia twaigirire in Christ, tumefanyika kuwa wana wa Mungu sababu tuko ndani ya Kristo. Sio through Christ, ni in Christ. Hallelujah. Aria all the mamu itekerire agiuka magithondeka gikaro thiini witu, tukawa temple, tukawa residence, tukawa house of God. Hideo tugitiga gutwika andu a Ngai, tugitwika ciana cia Ngai hamwe na Kristo. Undu uyu ni atia? Kwa nini nilianza na kale kajambo niliongea? Nilikutana na yule mtu wakati aliponiambia ya kwamba ati Roho Bwana alishuka, mambo makubwa ikafanyika, Mungu na Yesu na Roho wa Bwana walishuka, miujiza na maisha. Ni kuonyesha ya kwamba wale watu wanampokea Mungu, Yesu na Roho vipaji sehemu. Na kazi ya Kristo ilikuja kuonyeshana the fullness. Yesu alikuja katika in New Testament. Yesu alikuja akiwa full, sio pieces. Old Testament ndio ilikuwa pieces, na ndio alionyesha Moses hisonda, hakumuona uso. But wakati ule Kristo alikuja, alionekana from kichwa to toe. Alionekana akiwa wote, akiwa amebeba the fullness of God. Uyuru wote wa Ngai wahithitwo thiini wa Kristo. Andu makimuona uguo na maitho hideo. Ithuĩ na ithuĩ twekuo umuthi. Hallelujah. Ni tondu wa gwĩtĩkia, tũgĩtĩkia thiini witu kuhitukira Roho wake, promise iria twa promisetwo ni tukwamukira, na yeye ndiye promise, na aliingia ndani yetu kupitia Roho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndani yangu ni nani aliye ndani? God himself, akiwa pamoja na Roho na Yesu. Kwa hivyo wote wako ndani yangu. Nikilala wanalala pamoja nami, nikikula watu wako ndani yangu. Hallelujah. Hata wakati ninaungua wako tu ndani yangu, hawawezi niacha. Hata wakati niko katika nafasi gani, hali gani, maisha gani, wako pamoja nami, hawawezi niacha. Tulifanyika kuwa one.
na hakuna wakati tutatoanishwa ni kitu, mtu wala chochote kile. Bwana asifiwe. Tulifanyika kuwa mmoja. So wakati yule nilimsikiliza akiniambia alishuka, nikasema baba, mtumishi mpendwa wangu ninayependa hajatoka katika nafasi ya kugojea. Hawaja receive Christ once and for all. Na hivyo ndivyo Hebrews inatuambia. Bwana asifiwe. Hawa wanamgojeanga every Sunday. So wakimalizana na yeye Sunday, wanajiendea wakiwa hawana yeye, wanajitayarisha Sunday ndio anje aonyeshane mamlaka yake na nguvu zake. Nikasikia moyoni mwangu nimeumia kwa sababu ya ule moyo. Bwana asifiwe. Neno la Bwana wakati wowote tunafaa tulisome kwa akili za Mungu. Tusilisome kulingana na vile tunataka, na vile tunafikiria, na vile tunapenda, na vile tulisikia. Kila mtu achaingie ndani ya neno la Bwana alisome kulingana na vile linafaa kusomwa. Bwana asifiwe. Wengine watu wanasema Yesu alikuja kutuonyesha njia. Yesu alikuja kutupa ukweli. Yesu alikuja kutupa uzima. Lakini neno halizungumzii kitu kama hiyo. Hapana. Halijazungumzia kitu kama hiyo. Neno linanena mambo mengine tofauti na vile watu wengi. Na ndio unaona, kwa sababu watu wanakaa katika maisha ya kugojea huyo anakuja. Ni kama vile watu wale walikuwa katika zile otatano, walikuwa wanangojea malaika achibue maji. Hiyo ni kitu, yani hiyo ni kutotambua hati yake katika neno. Akasemaje? Katika kitabu ya John 14:6. Watu wengi wanafikiria Yesu alikuja kuwaonyesha njia, kuwapa truth na kuwapa life. Lakini neno linasema ya kwamba Jesus said unto him, I am the way. Yeye mwenyewe, yeye hakukuja kuonyesha, hakuja kufundisha. Yeye alikuja, yeye ndiye njia. Yeye alikuja akiwa njia, mwenyewe ndiye njia. Kwa hivyo wakati ninasema Kristo yu ndani yangu, njia hii ndani yangu, the truth. Akasema yeye ndiye kweli. Hakuja kutupa kweli. Yeye ndiye kweli and the life. Hakuja kutupa uzima, life. Yeye ndiye uzima. So wakati ako ndani yangu, ndio kulimo njia, ndio kulimo ukweli, na ndio kulimo uzima. Sababu yeye ndiye the way, the truth and the life. Bwana asifiwe. Yeye Gikuyu karagwa augaga atiriri ati nie ni nie njira, uhoro wa ma ona muoyo. So wakati tumeamini
Hiyo kazi aliyoifanya hapa ulimwenguni. Tumeamini njia, tumeamini ukweli na tumeamini uzima. Sababu yeye ndiye njia. Hivyo ndivyo anasema katika kitabu ya John 5, na nitakusomea na Kikuyu. John 5 anasema ya kwamba wacha nikusomee tu na Kikuyu sababu sijamalizana na pale. 40, mstari wa 40 anasema, atenarere mutingetekera goka kuri nie niguo muone muoyo. Nocio wena muoyo na nocio muoyo ni Jesu. Mutingetekera goka kuri nie, muingire thiini wakwa ta John 15, muingire thiini wakwa na ni thiini wanyu niguo mugie na maciaro. Mwagite maciaro nikyo mureciria ati ni muonete muoyo wa tene na tene. Mutire maciaro. Maciaro ni kwa mundu wothe wi thiini wakwa. Maciaro ni mundu wothe umenyete nie njira. Tondu gutiri kindu kia bata ta kumenya, to acknowledge. Nimenyete Jesu ni njira. Kwoguo ndamukira ndetekia Kristo ndamukira njira. Ndingithie gwetha njira Kristo thiini wakwa. Ndingithie siwezi enda kutafuta ukweli Kristo akiwa ndani yangu, kwa sababu yeye ndiye kweli. Watu wengi wanatokanga huku wanaenda mbali sana kumtafuta Kristo, sababu wanazungumzia juu ya njia ile wanaenda kuelekezwa, ukweli ule wanaenda kuelekezwa, uzima ule wanaenda kupokea. Hawajaamini yule kweli, yule uzima, yule njia ndani yao, ndio waweze kuwa na utulivu, waweze kupumzika, waweze kuwa na amani ndani ya Kristo. Lakini kila siku wakiomba ni kumtafuta. Kila siku wakisoma neno wanamtafuta. Na kuambia uko mbali, wale walikuwa wanaomtafuta ni watu wa Old Testament, na akina Petro, akina Matthew, Mark, Luke and John walikuwa wanamtafuta, sababu hata siku moja huyu mtu anaitwa Philip aliambia Yesu, tuambie baba yako ni nani? Alafu mwingine, na huko unasema unaenda, sisi hatujui. Yesu akawauliza, tumekaa na nyinyi hiyo miaka yote na hamjui mahali nilikotoka, na hamjui hata baba yangu? Sababu walikuwa saa yote hata wakifuata Yesu walikuwa wanatafuta. Na ndio unaona vile wimbo inasema jororokete, nimezunguka kote, nimetafuta kote. Wacha nikwambie, Yesu kwa wale wote wanaojua njia kamili ya wokovu, hamtafuti Yesu. Hawasunguki wakitaka kumuona wala kumguza wala kumtafuta. Sababu amejua na akaelewa Yesu yu ndani yangu. Mwanamke yule alikuwa katika kisima ya Yakobo, alimwambia, nipe maji hayo ndio niache kuwa ninakuja hapa kisimani. Hemae masio maku ndige gucoka guka na kihuroko, nipate pumziko. Sasa watu wengi hawana pumziko, hata kama wako katika kanisa za kiroho, hata kama wako katika makanisa ya udini za kiroho,
Wasunguka huku na kule, huku na kule, huku na kule, huku na kule. Wajaribu kuota na kutaka kuona kama wataona Yesu kwa ndoto, wataona malaika, wataona ile. Na kuambia mtu wa Mungu, wachana na hiyo. Hiyo ni kazi gumu sana, haiwezekani nyakati tuko. Yesu hapatikani kwa ndoto nyakati tuko. Yesu yu ndani yako. Yesu yu ndani yangu. Katika nafasi yote na katika mambo yote, Yesu yu ndani yangu. Yesu akasema, na hakuna hata mmoja ataweza kumtoa katika mkono wa Baba, hata katika mkono wangu. Kwa hivyo tuko katika protection ya Baba na protection ya Christ. Hallelujah. Double protection. Hallelujah, iwe gakena. Kristo ni agiterete na Ngai ni agiterete. Tondu mandiko maroiga gutire mundu ungehota kuturuta aria meteketio othe thiine guoko-ini kwa Ngai ona kana guoko-ini kwa Kristo. Bwana asifiwe. Ye Jesu akiuga aria mari yakwa gutire ona umwe ndateire. Nacio no ndihoyagira. Koguo na tutahoete ni tuhoyagirwo. Hindi ciothe tuikaraga ithagu-ini tondu ni twatuikire umwe hamwe na Kristo. Bwana asifiwe. Hindi ria Kristo aingirire thiini wakwa, way has entered. Bwana asifiwe. Akasema, I am the way. Way has entered in my heart. Truth has entered. I am the truth in my heart. Sio kile umesoma, yani ati vile tulifundishwa Sunday school. Sababu tulipotea mahali fulani. Tunaambiwa truth umawethine wa mundu. Truth is in a passion. Kwa hivyo yeye ndiye truth, na akiingia ndani yangu, truth imeingia ndani yangu, we imeingia ndani yangu, life imeingia ndani yangu. Hallelujah. Ngaigwa gwetea. Wakati umekutana na yule mtu, umekutana na mtu anayeitwa Jesus, na amekufanya kuwa na freedom. Amekuweka katika freedom. Haujafungwa tena. Sababu kutoka wakati wa Adam mpaka wakati wa Moses, watu walitawaliwa na kifo. Lakini wakati mimi nilipompokea, akanifanya kuwa mwana, tukaitwa wana wa Mungu pamoja na yeye ndani ya God. Sababu sisi tuko ndani ya Christ na yeye ako ndani ya God. Sisi wote tuko ndani ya God. Tumefanyika kuwa mtu mmoja. Mahali God anaenda tunaenda. Mahali yale anenao tunayanena, yale afanyao tunayafanya, sababu we are one in him. Yeah. Hakuna wakati utaweza kukutana na Kristo alafu uanze kwenda kuzunguka huku na kule ukitafuta freedom. Freedom ameingia. Yeah. Bwana asifiwe. Hakuna wakati utazunguka huku na kule ukitafuta freedom, sababu freedom ameingia. Amekufungua na yu ndani yako. Hallelujah. Na kwa kitu ingine nilikuja kugundua, wale watu wote mnaonaga wanakimbia kwenda kutafuta deliverance, hawajaokoka hata kama wanaongea na lugha. Lugha ni ya aina mbili. Sababu yule alinifanya kuwa delivered ni Christ himself.
Kwa hivyo nilipokea deliverance saa ile niliyoamini. Nilipokea Holy Spirit saa ile niliyoamini kazi yake. Saa ile niliyoamini that word, nilipokea deliverance hapo hapo, na akanideliver from the darkness to the light. So niko katika Yesu akasema katika kitabu ya gani? Katika kitabu ya John 14. John 8, sorry. John 8 akasema, na Yesu agiso wacha nifungue hata nini. Nigenaga muno kumenya tuhitho tumwe. John 14 mstari gani? Mstari wa 12 akasema, very I say negwa hii ni 14, sorry, 8 ndare kia ngiuga atiriri, mundu wa Ngai, mundu mwende ni Ngai, na mundu utuitwo muthingu ni Ngai. 12. Then spoke Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Ati basi Yesu akaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Nani nuru? Ukimwamini Yesu umemwamini nini? Kwa hivyo ndani yangu nuru wako, ama nuru ni kukuja anakuja? Nuru yu ndani yangu, sitafuti nuru. Yangu yeye alifuataye hata kwenda gizani kwamo, bali atakuwa na nuru ya uzima. Atakuwa na nuru ya uzima. Mimi kila wakati niko ndani ya nuru, na ile nuru ni Yesu Kristo. Yeye ndiye njia, yeye ndiye kweli, yeye ndiye uzima, yeye ndiye nuru. So niko hizo zote ziko ndani yangu, na mimi niko ndani yake. Hakuna awezaye kututoanisha. Hallelujah. Kwa hivyo wakati nuru aliingia ndani yangu, giza aliondoka. Nilifanyika kuwa delivered from the work of darkness. Hallelujah. Bwana asifiwe. Katika kitabu ya John 8:32, mahali tuko, nimaliza na hiyo 32. Inasemaje? Huo mstari wa 32 unasema, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ati tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itakuweka huru. Hakuna kitu kingine kitakuweka huru isipokuwa tu the truth. Christ ndiye truth, na yeye ndiye atakufanya uweze kuwa free. Yes. You know the truth, and the truth will set you free. Nani huyo Yesu amemfanya kuwa free? Ni mimi. Mimi amenifanya, ameniset, na amenifanya huru kweli kweli. Amenifanya kuwa huru kweli kweli. Who is the son? Ni nani huyo anaitwa mwana? The truth. Christ. Hey, gaigwa wega. Yesu ndiye njia, ndiye ukweli, na ndiye uzima, tena ndiye nuru. Kwa
Kwa hivyo niko na vitu gapi leo nimetaja? Right ndani yangu, way ndani yangu, hallelujah, truth ndani yangu, life ndani yangu. Wote ndani. Wanafanya nini? Ni mimi tu ananifanyia kazi. Hizo zote ziko ndani yangu. Ananifanyia kazi. Kesho tutaendelea. Kesho tutaendelea na kuangalia hayo. Nakupenda sana. Lakini nataka ujue. Umewekwa huru kweli kweli. Na nani? Na ule ukweli. Na ukweli ni nani? Ni Son of God. Na akikuweka huru, mnakuwa nani? The family of Christ. Sababu ni kwa sababu gani? Hata wewe umekuwa the son. So Christ aliothe afanyete, amewafanya kuwa huru. Tumekusanywa pamoja tukawa family of God na Christ. Christ ndiye ametufanya. So ninashukuru Bwana wakati ninapozungumzia ya kwamba mimi nimefika kuwa family of Christ. Kwa hivyo nasema nini? Hatugojei Mungu aje atunenee. Hatutembelewi na roho. Roho aliingia ndani yetu. Hatuendi kumtafuta yu ndani yetu. Hatujaribu kumguza yu ndani yetu. Hata sio kugusa. Sasa kikao chake kipo ndani yangu. Hallelujah. Kwa hivyo ninashukuru Bwana. Tutaendelea na huko kwingine kwote kesho. Wacha tuombe. Bwana wetu, tunakushukuru na tunakuinua. Pokea sifa na utukufu. Pendo lako ni la ajabu. Na utumishi wako ndani yetu ni wa kweli. Ninakushukuru sana kwa sababu umenitoa mbali kufika mahali nimefika. Ninaimba wimbo wa utukufu na wa neema. Asante Mungu wetu kwa kuwa pamoja nami siku na mchana. Kila wakati nikitembea, nikilala, nikikula, nikifanya kazi, kwa kila jambo yu pamoja nao. Na kuinua na kutukuza, na ni katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na nimeamini. Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you.